Mahujaji wa matumaini pamoja katika sala. Basi karibuni katika sala hii kuu ambapo tunasherehekea siku tatu kuu takatifu. Tunaziita kwa kizungu Easter Triduum, Holy Thursday, Good Friday na Holy Saturday. Misa ambayo tunasherehekea leo hii ni misa moja mrefu, inachukua siku tatu. Ni mzuri kila mtu mmoja wetu akihudhuria hii ibada ya misa siku hizi zote tatu. Tukianza misa hii, mtagundua kwamba tukimalizia tutamalizia na kipindi kifupi cha kuabudu Ekaristi Takatifu. Tuondoke baadaye. Kesho tutakuwa na sala ya njia ya msalaba, na baada ya hiyo njia ya msalaba tukiingia kanisani, sababu tunaendeleza hii ibada ambayo tunaanza leo hii. Hatutaanza hata kwa ishara ya msalaba. Padri tajilaza chini, alama ya kujitolea kwa niaba ya Wakristo wote. Alafu tutaendelea na hiyo ibada bila misa, tunaita service. Alafu hata tukiondoka baada ya service hiyo, hakutakuwa na kuagana. Na Jumamosi kuu jioni tutaanza tena kwa kuwasha moto, kubariki moto huo, kuwasha mshumaa wa Pasaka, kuimba mwanga wa Kristo, na tutakuwa na kipindi kirefu exultant ndio itaanza. Tutasomewa masomo mengi
yanayohusu wokovu wa binadamu, hasa kupitia wokovu ambao tumepata kwa Yesu Kristo. Tutakuwa na kipindi pia cha kubariki maji na kufanya upya ahadi zetu za ubatizo. Tunapanga pia tubatize wengine wetu. Alafu misa hiyo ikikamilika, tutakuwa tumeingia tayari kipindi cha Pasaka, ambapo tunasherehekea ushindi kupitia ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo. Ibada ya leo kawaida, hii ni ibada ambayo inatukumbusha karamu aliyoandalia wanafunzi wake Yesu, baadaye akasalitiwa. Na tunaomba tusikuwe wasaliti sisi ambao tumealikwa na Yesu katika meza hii ya neno na Ekaristi Takatifu. Tulianza asubuhi kwa ibada na maaskofu wetu, mapadre wote, tukiunganika pamoja kuombea jimbo letu na Wakristo wetu wote, kusherehekea upadri, na tukawa na sherehe kuu siku ambayo Kristo alitawaza mapadri wa kwanza 12. Alafu tukabarikiwa mafuta, tuko nayo kwa wingi, kupaka wagonjwa ili wapone, mafuta ya kupaka wakatekumeni wapokelewe katika kanisa na imani, mafuta ya kupaka wale ambao wanabatizwa wanapewa kipaimara, hivyo hivyo, ili sote tusimame imara kama makuhani, kama manabii na taifa la wafalme. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu viwe nanyi nyote. Tujute dhambi zetu, tupate kustahirishwa kuadhimisha mafumbo haya matakatifu. Namuungamia Mungu Baba Mwenyezi, nani ndugu zangu, kwani nimekosa mno kwa mawazo, kwa maneno, kwa vitendo na kwa kutotimiza wajibu. Nimekosa mimi sana. Ndio maana namuomba Maria mwenye heri, Bikira daima, malaika na watakatifu wote, nanyi ndugu zangu, niombeeni kwa Bwana Mungu wetu. Mwenyezi atuhurumie, atusamehe dhambi zetu na atufikishe kwenye uzima wa milele. Amen.
Tunakuabudu Baba, tunakutukuza, tunakuheshimu, tunakuabudu Baba, tunakutukuza. Tunakuabudu Baba, tunakutukuza, tunakusifu, 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 tunakuheshimu, tunakuabudu Baba, tunakutukuza. Tunakuabudu Baba, tunakutukuza. Tuombe. E Mungu, tumekusanyika ili kuadhimisha karamu takatifu sana, ambapo mwanao kabla ya kutolewa afe alikabidhi kanisa kwa karne zote sadaka mpya na kalamu ya upendo wake. Tunakuomba utujalie tupate kuchota katika fumbo hili kuu utimilifu wa mapendo na uzima, kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo mwanao, anayeishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu daima na milele. Amina.
kitabu cha Kutoka. Siku zile Bwana alisema na Musa na Haruni katika nchi ya Misri, akiwaambia, mwezi huu utakuwa kwenu mwanzo wa miezi, mtaufanya kuwa mwezi wa kwanza wa mwaka. Semeni na mkutano wote wa Israeli, mkawaambie, siku ya 10 ya mwezi huu, kila mtu atoe mwana-kondoo jamaa kwa jamaa, mwana-kondoo mmoja kwa kila nyumba moja. Kama jamaa ina watu wachache wasioweza kumaliza mwana-kondoo, mtu ashirikiane na jirani yake aliye karibu na nyumba yake, kwa kadiri ya hesabu ya watu. Mtapima kadiri awezayo kula kila mtu, kwa kujua hesabu ya watu watakao kula mwana-kondoo. Mnyama atakuwa asiye na kilema, dume wa mwaka mmoja. Mtamchagua kati ya kondoo au mbuzi. Mtaweka mpaka siku ya 14 ya mwezi huu. Hapo watu wote wa mkutano wa Israeli watamchinja saa za jioni. Watachukua damu yake na kupaka juu ya miimo miwili na kisigiti cha mlango wa nyumba watakaomulia. Usiku huo huo italiwa nyama hiyo imeokwa kwa moto. Italiwa pamoja na mikate isiyotiwa chachu na mboga chungu. Mtamula hivi: viuno vyema vimefungwa, mmevaa viatu vyenu miguuni, fimbo zenu mkononi. Mtakula kwa haraka. Hii ndiyo Pasaka ya Bwana. Usiku huo mimi nitapitia katika nchi ya Misri na kuwaua wazaliwa wa kwanza wote katika nchi ya Misri, wa wanadamu na wanyama. Tena miungu yote ya Misri nitaiadhibu. Mimi ndimi Bwana. Na ile damu itawasaidia kutambulisha nyumba mnaokaa. Nitakapoiona damu hiyo, nitawapita, nanyi hamutapatwa na pigo la kuangamizwa. Nitakapoipiga nchi ya Misri, siku hiyo mtaifanya kuwa siku ya ukumbusho, nanyi mtaidhimisha kama sikukuu kwa heshima ya Bwana. Katika vizazi vyenu vyote mtaifanya iwe sikukuu milele. Neno la Bwana. Ushirika
Somo katika barua ya kwanza ya Mtakatifu Paulo kwa Wakorintho. Ndugu zangu, niliyowakabidhi ninyi ndio niliyopokea mimi kwa Bwana. Yaani, usiku ule alipotolewa, Yesu alitwaa mkate, akashukuru, akaumega, akasema, huu ndio mwili wangu unaotolewa kwa ajili yenu. Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Kadhalika, akatoa kikombe baada ya kula, akasema, kikombe hiki ni agano jipya katika damu yangu. Fanyeni hivi kila mnapokinywa kwa ukumbusho wangu. Maana kila mnapoula mkate huu na kunywa kikombe hiki, mnatangaza kifo cha Bwana hata atakapokuja. Neno la Bwana. Amri mpya nawapeni, asema Bwana, kama mimi nilivyowapenda, nanyi pia mpendane. Bwana awe nanyi. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Yohane. Yohane sura ya 13 mstari wa kwanza hadi wa 15. Ilikuwa kabla ya sikukuu ya Pasaka. Yesu alijua ya kuwa saa yake imewadia ya kuondoka ulimwenguni hapa kwenda kwa Baba. Naye kwa kuwa aliwapenda watu wake waliopo ulimwenguni, aliwapenda mpaka mwisho. Hata wakati wa chakula cha jioni, naye Shetani amekwisha kumtia Yuda mwana wa Simoni Iskariote nia ya kumsaliti. Yesu hali akijua ya kuwa Baba ameweka vyote mikononi mwake na ya kuwa ametoka kwa Mungu na anakwenda kwa Mungu, aliinuka kutoka mezani, akaweka kanzu yake kando, akachukua kitambaa cha kitani, akajifunga kiunoni, kisha akatia maji katika chombo, akaanza kuiosha miguu ya wafuasi na kuifuta kwa kitambaa alichojifunga. Alipokuja kwake Simoni Petero, huyo akamwambia, Bwana, wewe wataka kuniosha mimi miguu? Yesu akajibu akawaambia, sasa huelewi nifanyalo, lakini baadaye
utalifahamu. Petro akamwambia, wewe hutaniosha miguu mimi hata kidogo? Yesu akamjibu, nisipokuosha huna ushirika nami. Simoni Petro akamwambia, Bwana, si miguu yangu tu, hata na mikono na kichwa. Yesu akamwambia, aliyekwisha oga hana haja ya kunawa isipokuwa miguu, bali yu safi mwili wote. Nanyi mmekuwa safi, lakini si nyote, kwa maana alimjua atakayemsaliti. Ndiyo maana alisema, si nyote mlio safi. Baada ya kuwaosha miguu, alivaa tena nguo zake, akaketi mezani, akawaambia, je, mmeelewa hayo niliyowatendea? Mwaniita mwalimu na Bwana, tena kwa haki, maana ni hivyo. Basi kama mimi niliye Bwana na mwalimu nimewaosha miguu, imewapasa ninyi pia kuoshana miguu. Kwa maana nimewapa mfano, ili nanyi mtende kama mimi nilivyowatendea. Ndugu na dada katika Kristo, hii ndio habari njema ya wokovu wetu. Sifa kwako, Kristo. Mahujaji wa matumaini, pamoja katika sala. Basi karibuni tena. Tutafakari juu ya sikukuu hii ya Alhamisi Kuu ama Holy Thursday. Na tulisema pale mwanzo, tulianza na ibada ya misa asubuhi na maaskofu wetu wote na mapadri wote pale our headquarters Holy Family Minor Basilica. Na huwa tunaita Minor Basilica kwa sababu Major Basilica iko Roma. Katika misa ile tulikuwa tunafundishwa bado mambo ya huduma, unyenyekevu na upendo, na maneno hayo yanaendelezwa leo hii katika misa hii ya jioni. Na asanteni kwa kuja kwa wingi. Imani yetu inadhihirishwa kwa uwepo wetu nyakati kama hizi za usiku. Na tukasema hii ni misa moja mrefu na kuu ambayo imebeba uzito wa mambo yanayohusiana na wokovu wetu ama mysteries of salvation, na ni muhimu kushiriki vizuri na kuhakikisha kwamba tunanufaika kwa ibada hizi. Sasa tukasema tena katika ile misa ya asubuhi tulikuwa na nafasi ya mapadri wote pamoja na maaskofu kuweka upya ahadi zao za upadri na kujitolea kwao. Na ni vizuri tukikumbuka kwamba mapadri na watu huwa wameitwa kutoka kwa jamii ama familia. Upikiwa tu hivi na wanadamu, lakini wanatawazwa, hata tunapakwa mafuta, na mafuta hayo yanatukumbusha kwamba huwa tunapokea neema za Roho Mtakatifu, na hata yakivutika huwa yanaingia katika nafsi zetu. Ndiposa padri anakuwa na hizo nguvu kila wakati za kuwekelea watu mikono, kubariki na hata kuadhimisha ibada takatifu ya misa. Na ibada ambazo tunashiriki ni kwa ajili ya wokovu wetu. Kila misa tunayosoma hapa na kuadhimisha ni kwa ajili ya wokovu wetu sote. Na ndio maana inafika hata mahali tunasema salini ili sadaka hii yangu na yenu. Hata kama ilikuwa ni sikukuu yetu mapadri, tukumbuke pia katika ubatizo huwa tunapewa zile daraja 3
ya kuwa makuhani. Kuhani si padri. Tuwe na uhuru wa kushiriki ibada hizi, kuwa manabii. Manabii wanatangaza hata hivi neno la Mungu na wema wa Bwana, na pia kuwa wafalme. Wafalme kazi yao ni kutawala, na ufalme wa Mungu umetukaribia na ni wetu sote, wazazi kwa watoto, wakubwa kwa wadogo, wake kwa waume. Mungu ni wetu sote. Baadaye tukawa na kipindi cha kubariki mafuta. Hayo mafuta ni muhimu tukijikumbusha, huwa ni aina 3 ya wakatekumeni, yale ambayo yanapakwa kwenye kifua, na mara kwa mara tunasema yanapakwa kwenye kifua kwa sababu kwenye kifua kuna delicate organs, na ukipakwa hapa kama vile mtu askari huvalia shield, hayo mafuta yanatupatia nini? Shield ama protection. Na vipaji vya Roho Mtakatifu, tukitembea kifua mbele tunaongozwa na Roho wa Mungu bila kuogopa, na kuzalisha matunda. Na matunda ya Roho Mtakatifu ni mengi ukitumia hizo zawadi ama vipaji vya Roho Mtakatifu, na tunafanya wana wa Mungu na wa kanisa. Kuna mafuta mengine ambayo tunayaita ya mpako wa magonjwa, na si mafuta ya kuua ama ya kuzidikisha mtu afe. Hata ukisikiza ile formula ambayo padre anatumia anapopaka mgonjwa na kumpaka mafuta, yanaashiria kwamba mgonjwa anaombewa msamaha wa dhambi zote, anaombewa pia uponyaji roho na mwili, alafu anaombewa ashike imani vizuri, awe na matumaini. Tuko katika jubilei ya matumaini, na awe pia na upendo. Na upendo huo ndio Yesu anaendeleza, kwa sababu katika misa hii alionyesha jinsi ya kupendana, na upendo wa haki ama wa kweli si ule ambao unaelezea, lakini ni ule unaonyesha. Ndio maana Yesu akimalizia anasema nimeonyesha nini? Mfano. Nimeonyesha mfano, kama vile nilivyopenda wanafunzi wangu nikawaosha, nikaonyesha hali ya huduma, hata nyinyi mhudumiane. Mnapohudumia wenzetu, we say often, service to God's people is service to God himself. Sasa huyu anayeosha wanafunzi wake, na sisi ni wanafunzi wa Kristo wote, aliwaosha wote 12 mpaka yule ambaye alimsaliti baadaye. Katika misa zote huwa tunaoshwa sote. Ukitubu kila mtu anasamehewa. Tunaoshwa pia nyoyo zetu, tunaoshwa zile tabia ambazo tumepika ambazo si nzuri. Na tunasoma nyakati hizo ilikuwa ni kazi ya watumishi kuosha nani? Wakubwa wao. Lakini huyu ni mwalimu, ni Bwana, anafundisha. Kila mtu ana uwezo wa kutoa nini? Huduma. Kuna mambo ambayo anafanya, anainama, anaenda chini. Hiyo ni ishara ya unyenyekevu. Greatness is said to be, greatness dresses or wears humility. Ili ukuwe great, lazima uongozwe na unyenyekevu. Kwa hivyo Kristo anatuonyesha upendo, upiga magoti, unyenyekea. Kuna tribes zingine kama za Waganda, wake hunyenyekea na wanainama chini. Hapa watu wanainama. Kuna njia nyingi za kuinama. Ni ishara tu ya heshima na unyenyekevu. True love kneels down.
Hata sisi kwa sababu tunampenda Mungu, huwa hata tunapiga magoti, ishara ya unyenyekevu. We go down on our knees. Our Lord went down on his knees. Alipoenda chini, alihudumu. True love serves. True love serves. Wale ambao wanapendana hata kule kwenye boma zetu wana serve each other. Wana serve each other. Na wanapo serve hawaangalii, upendo hauangalii status. Hauangalii status kwa sababu hauna kiburi. Love is not pride. It's not directed by pride. Ukiwa na pride huwezi penda vizuri. So Kristo akanyenyekea, akatoa huduma na akaosha wote. Na hao wote ni wale alikuwa na nia ya kuwaokoa kutoka zamani. Tumesikia kwenye somo la kwanza kwamba Bwana Mungu aliokoa wana wa Israeli kutoka nini? Utumwa wa Misri. Na ili awaokoe, kila familia ilitoa nini? Sadaka ya mwana kondoo, wakamwaga damu, na damu iliyobaki wakaweka wapi? Kwenye milango yao. Na malaika wa Mungu alipokuja kuwaua wazaliwa wa kwanza wa Misri, wale waliokuwa wamepaka damu wakaokolewa. Kwa tunasema the precious blood redeems us. Na ni hiyo damu ambayo tunapokea hapa, ni huyo mwili ambao tunapokea hapa. Ukipokea kupitia kwa kinywa chako, ni kana kwamba unajipaka damu ya Kristo, unajipaka Kristo mwenyewe, ili hata shetani anashindwa kukaribia na maovu yake. Kwa hivyo ni muhimu tukiendelea kupokea, lakini tukipokea kwamba tunahakikisha tumejitayarisha vizuri, tusijichanganye. Sasa tunasoma mambo na upendo, tunasoma mambo na huduma, na tunasoma mambo na kurishwa, na tukarishwa sote, na hata hapa tunarishwa sote. Lakini alienda chini ili aoshe wanafunzi. Na tukasema kuoshwa ni mzuri, hata kuoga ni mzuri. Kina mama wanaelewa haya mambo vizuri. Si kina mama mnaweza oga kwa siku mara ngapi? Wengine wanasema 3, mara 3 kama dawa. Asubuhi saa 7 na jioni. Kuoga ni mzuri. Na maji siku hizi ni mingi. Na kila mahali usafi sinafaa kuwa namba 1. Tajuzi nilisoma hadithi. Kuna mama mmoja alikuwa anafanya kazi hospitalini, alikuwa anaitwa Maria. Alikuwa busy sana, anaosha kwenye meza za matibabu, kule watu wanadungiwa shindano, kule operations rooms, kule kina mama wanajaliwa watoto, anaosha kwa floor, anaosha kila mahali. Akakutana na daktari mmoja mkubwa, akamuuliza, how is your day going on? Akasema, siku yangu inaendelea vizuri, lakini tunawaheshimu sana kwa kazi yenu, sababu ni muhimu kushinda hii yetu. Hii yetu tunaosha tu, lakini nyinyi mna save nini? Maisha ya watu. Yule daktari akaambia huyu mama, sote tunashirikiana katika hii kazi ya kuokoa maisha ya wagonjwa, sababu daktari akienda kutibu mgonjwa apata kuna uchafu, ataweza kutibu vizuri kweli? Sasa huyo mama akatambua kwamba hata kazi yake ya kuosha ni muhimu. Kristo alijua kuosha wanafunzi ni muhimu, na si kuosha tu kwa mwili, hasa hata kuosha nini? Nyoyo zao na maindi zao.
siku hizi tunahitaji kuoshwa kila mmoja wetu, na ndio maana tunafanya maungamo mara kwa mara. Kwa sababu mawazo yetu saa zingine tunaenda mbali, yanakimbia na tunatoka nje ya mawazo ambayo yanalingana na mambo ya kimungu. Ni vizuri kujiweka kwa Mungu kimawazo. Tunaoshwa our senses, tuzitumie vizuri. Na akili ni nywele, sisi kila mtu ana zake. Alafu pia tunaoshwa nyoyo zetu. Nyoyo zetu huwa zina matamanio mengi, so that our desires, particularly zile ambazo ni inordinate, zinatoka nje ya mapenzi ya Mungu, pia hizo nia zinaoshwa. Si kuoshwa mwili tu, lakini hata mtu wa ndani. Ndio maana Yesu anasema, vile nimewaosha hata nyinyi mchukue mfano huo wa kuoshana, wa kutoa huduma kwa kila mmoja wenu. Basi tukiwa na maelezo hayo, hapa kwetu pia tutakuwa na hiyo nafasi ya kuosha watu 12. Nafikiri wataketi kwenye hizi viti zimewekwa hapa mbele. Tumechanganya jinsia ama ni wanaume peke yake? Watakuja hapa mbele, na kama tulivyosema pale mwanzo, katika misa hii Alhamisi huwa tunakumbuka pia Yesu ni karamu ya mwisho, na karamu to lazima wakaribie na wamsikize kwa makini. Sasa tukisikiza Kristo kwa makini akitoa wasia ama will yake haandiki chini, anaandika kwenye roho zetu. Na hii will inahusu nini? Pendo. Na kama unapenda mtu, unaweza msaliti kweli? Na si watu wanaweza jifanya? Si Judas alijifanya alipogundua kwamba amepatikana na hawezi jificha miaka yote, siku hata za mwizi huwa ni 40. Alifanya nini? Alijiimpeach mwenyewe kabla ya kufanyiwa impeachment. Akaenda akajinyonga. Sasa tukasema, na tumerudia haya mara mingi, tuombe tusikuwe wasaliti, tusikuwe kama nani? Kama Judas. Na juzi nisikia padri mwingine akisema, ukiona mtu anatoka kwenye ibada ya misa, hata kabla ya kila kitu, hata kabla ya matangazo, anatoka kama nani? Alitoka kabla ya kila mtu. Tusikuwe tunatoka hivyo, kwa sababu hii kanisa ni yetu. Tunahakikisha tumesikiza mambo yote na tunachangia mambo yote, hasa yale Kristo ametufundisha ya kupendana, hasa kupitia kwa matendo. Tukioshwa, tuendelee kuoshana. Wale wanaoshwa si kwamba ni wachafu, ni ishara tu. Ukitaka kuoshwa vizuri, si unafanyiwa pedicure? Hapa si pedicure tunafanya, ni ishara hiyo ya kuonyesha Kristo pia anatoa huduma. Sasa hawa si wanaweza kuja. Wanakwaya, mtaweka nyimbo ambazo zinaandamana na kipindi hiki.
Tutaomba. Ndugu zangu, siku moja kabla ya mateso yake, Yesu alituachia wosia wake katika kuweka Ekaristi takatifu. Baba wa huruma, tusaidie kutambua umuhimu wa sakramenti ya Ekaristi na kuiadhimisha kwa uchaji na ibada kubwa. Bwana, twakuomba utujalie neema ya kuunganika na mwanao ambaye anatulisha, kututuliza na kutuongoza kila siku katika mahangaiko ya maisha. Bwana, utusikie. Matatu. Utupe moyo wa kujitayarisha, kujiunganisha na sadaka ya mwanao, ili kupata nguvu ya kuvumilia masumbufu na mahangaiko ya maisha ya kila siku. Bwana, twakuomba ututie hamasa ya kuhudhuria adhimisho la misa mara kwa mara, ili tujaliwe nguvu ya kusimama wima katika imani yetu. Baba wa huruma, twakuomba uwaite vijana wapokee wito wa padri, ili tupate wahudumu wa Ekaristi. Baba wa huruma, twakuomba kwa mfano wa sadaka ya Yesu, utusaidie kujifunza kuwa tayari kujitoa kwa wengine katika huduma. Baba wa huruma, twakuomba amri mpya tumepewa leo hii, tupendane kama Kristo alivyotupenda, na tuendelee kutoa huduma kwa wenzetu tukimhudumia Mungu kwa njia ya Kristo Bwana na Mwokozi wetu. Amina.
Sarini ili sadaka hii yetu ikubarike na Mungu Baba Mwenyezi. Bwana, tunakuomba utujalie tushiriki kwa heshima mafumbo haya, kwani kila tunapoadhimisha ukumbusho wa sadaka hii, kazi ya ukombozi wetu inatimizwa kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amen. Bwana awe nanyi. Inueni mioyo. Tumshukuru Bwana Mungu wetu. Kweli ni vema na haki, tendo la kufaa na la kuleta wokovu. Tukushukuru wewe daima na popote, e Bwana Baba uliye mtakatifu, Mungu mwenyezi wa milele, kwa njia ya Kristo Bwana wetu, yeye aliye kuhani wa kweli na wa milele, alipoweka utaratibu wa sadaka hii ya kudumu, alijitoa wa kwanza kwako kafara ya kuleta wokovu. Katuagiza sisi tuitoe kwa kumkumbuka yeye, na nasi tunaimarishwa tupokeapo mwili wake uliotolewa sadaka kwa ajili yetu, na tunatakaswa tuinywapo damu yake iliyomwagika kwa ajili yetu. Kwa sababu hiyo sisi pamoja na malaika wakuu, pamoja na viti vya enzi na milki na majeshi yote ya malaika wa mbinguni, twaimba utenzi wa utukufu wako, tukisema bila mwisho. Takatifu,
Baba mwingi wa huruma, tunakusihi kwa unyenyekevu na kukuomba kwa njia ya Yesu Kristo mwanao Bwana wetu, uvipokee na uvibariki vipaji hivi, sadaka hizi, dhabihu hizi takatifu na safi tunazo kutolea kwanza kabisa kwa ajili ya kanisa lako takatifu Katoliki. Kubali kuliletea amani, kulilinda na kulikusanya katika umoja na kuliongoza popote duniani, pamoja na mtumishi wako Baba Mtakatifu wetu Francisco na askofu wetu Filipo na wote wenye kushika imani ya kweli Katoliki na ya mitume. Bwana, wakumbuke watumishi wako hawa wa Maria Immaculata, nao wote walio hapa ambao wewe waijua imani na ibada yao. Kwa ajili yao tunakutolea dhabihu hii ya sifa, nao wenyewe wakutolea dhabihu hiyo kwa ajili yao na kwa ajili ya jamaa zao wote, kwa ukombozi wa roho zao, katika tumaini la kupata wokovu na usalama, na wanatolea nadhiri zao kwako wewe, Mungu wa milele uliye hai na wa kweli, kwa kushirikiana na kanisa nzima katika kuadhimisha ile siku takatifu sana ambapo Bwana wetu Yesu Kristo alitolewa kwa ajili yetu. Tunamkumbuka kwanza na kumheshimu Maria mtukufu daima bikira, mama wa Mungu na Bwana wetu Yesu Kristo, halafu Yosefu mwenye heri mume wake huyo bikira, na mitume na mashahidi wako wenye heri, Petro na Paulo, Andrea, Yakobo, Yohane, Tomaso, Yakobo, Filipo, Bartolomeo, Mathayo, Simoni na Tadeo, Lino, Krento, Clementi, Sisto, Cornelius, Cipriano, Laurenti, Crisogoni, Yohane na Paulo, Cosma na Damiano, watakatifu somo wetu na watakatifu wako wote, kwa mastahili na maombezi yao utujalie tuimarishwe katika mambo yote kwa msaada wa ulinzi wako kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Kwa hiyo Bwana, tunakuomba upokee kwa wema sadaka ambayo sisi watumishi wako na familia yako yote tunakutolea katika sikukuu ile Bwana wetu Yesu Kristo alipowakabidhi wafuasi wake mafumbo ya mwili na damu yake, wapate kuyaadhimisha na uziweke siku zetu katika amani yako, na uamuru tuopolewe na laana ya milele na tuhesabiwe katika kundi la wateule wako. Kwa
kwa njia ya Kristo Bwana wetu, amina. Mungu, tunakuomba uibariki sadaka hii, ikupendeze, uipokee, iwe sadaka yenye maana na inayokubalika katika yote, ili iwe kwetu mwili na damu ya mwanao mpendwa sana, Bwana wetu Yesu Kristo. Yeye siku iliyotangulia kuteswa kwake kwa ajili ya wokovu wetu na kwa watu wote, ndiyo leo alitoa mkate, na katika mikono yake mitakatifu na mitukufu akainua macho yake mbinguni kwako wewe Mungu Baba yake Mwenyezi, akikushukuru, aliubariki, akaumega, akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mle nyote, huu ndio mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Vivyo hivyo baada ya kula, kikitoa kikombe hiki kitukufu katika mikono yake mitakatifu na mitukufu, akikushukuru tena, alikibariki na akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mnywe nyote. Hiki ndicho kikombe cha damu yangu, damu ya agano jipya na la milele, itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Fumbo la imani. Kwa hiyo Bwana, sisi watumishi wako na taifa lako takatifu tunaadhimisha ukumbusho wa mateso matakatifu ya huyo Kristo mwanao Bwana wetu, pamoja na ufufuko wake kutoka kuzimu na kupaa kwake mbinguni kwa utukufu. Tunakutolea wewe, Mungu mtukufu na mwenye enzi, kati ya zawadi ulizotujalia, sadaka safi, sadaka takatifu, sadaka isiyo na mawaa, mkate mtakatifu wa uzima wa milele na kikombe cha wokovu wa milele. Uwe radhi kuitazama sadaka hii kwa uso wa huruma na wema, uipokee kama ulivyokubali kupokea sadaka yake Abeli, mtumishi wako mwenye haki, na dhabihu ya babu yetu Ibrahimu, na ile aliyokutolea Melkizedeki kuhani wako mkuu, kama dhabihu takatifu, sadaka isiyo na mawaa. Mungu Mwenyezi, tunakuomba kwa unyenyekevu, amuru kwamba sadaka hii ichukuliwe kwa mikono ya malaika wako mtakatifu na kuipeleka mpaka kwenye altari yako juu mbinguni, mbele ya uso wako mtukufu, kusudi sisi sote tutakaopokea mwili na damu takatifu ya mwanao kwa kushiriki katika altari hii, tujazwe kila baraka na neema ya mbinguni kwa njia ya Kristo Bwana wetu, amina. Bwana, uwakumbuke pia
watumishi wako waliotangulia wakiwa na ishara ya imani wamepumzika katika usingizi wa amani. Tunakusihi e Bwana, wajalie mahali pa faraja, mwanga na amani hao na wote wanaopumzika katika Kristo. Nasi pia watumishi wako wakosefu tunaotumainia wingi wa rehema zako, tujalie sehemu ya urithi wa ushirika pamoja na mitume na mashahidi wako watakatifu, pamoja na Yohane, Stefano, Matia, Barnaba, Inyasio, Alexander, Marcelino, Petro, Felisa, Perpetua, Agatha, Rusia, Anye, Sisilia, Anastasia, watakatifu somo wetu na watakatifu wako wote. Tunakuomba e Mungu mkarimu, utupokee na sisi katika ushirika wao, si kwa kuhesabu mastahili yetu, bali kwa ajili ya msamaha wako, kwa njia ya Kristo Bwana wetu. E Bwana, kwa njia yake unaumba daima mema hayo yote, unayatakatifuza, kuyatia uzima na kuyabariki na kutujalia sisi. Kwa njia yake, pamoja naye na ndani yake, wewe Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, unapata heshima yote na utukufu milele na milele. Amen. Kwa kulitii agizo la Mwokozi wetu na tukifuata mafundisho ya kimungu, tunadhubutu kusema: Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe na sisi waliotukosea, usitutie katika kishawishi, lakini utuopoe maovuni. E Bwana, tunakuomba utuopoe katika maovu yote, utujalie kwa wema amani maishani mwetu, kusudi kwa msaada wa huruma yako tuopolewe daima na dhambi, wala tusifadhaishwe na jambo lolote, tunapotazamia tumaini lenye heri na ujio wa Mwokozi wetu Yesu Kristo. Kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. E Bwana Yesu Kristo, uliyewaambia mitume wako, amani na wachieni, amani yangu na wapa, usisitazame dhambi zetu ila tuimani ya kanisa lako, upende kulijalia amani na umoja kama yalivyo mapenzi yako, unaishi na kutawala milele na milele. Amen. Amani ya Bwana iwe daima nanyi. Mpeane amani.
Tazama mwana kondoo wa Mungu, tazama ondoaye dhambi za ulimwengu. Heri yao walioalikwa kwenye karamu ya mwana kondoo. Bwana, sistahili uingie kwangu, lakini sema neno tu na roho yangu itapona. Mwili na damu ya Kristo zitulinde hadi tufikie na kupata uzima wa milele. Amina. Sana kabla ya komunyo. Yesu, mkate wa mbingu na thamani, uje kwangu uliye uzima, heri yangu. Uje chakula cha roho yangu, unitie imara. Uje mwana kondoo wa Mungu, uondoaye dhambi zangu. Uje mkate wa roho, uponye udhaifu wangu. Uje Yesu, ungane nami. Blood of Christ. Blood of Christ. Breakfast. Blood of Christ. 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 Body of Christ. Body of Christ. Body of Christ. Body of Christ. Christ. Body of Christ.
Sala baada ya komunio. Roho wa Kristu nitakase, mwili wa Kristu niokoe, damu ya Kristu nifurahishe, maji ya ubavu wa Kristu yanioshe, mateso ya Kristu unisidishie. Yesu mwema, unisikilize, katika madoda yako unifiche, usikubali nitegwe nawe, na adui mwovu unipige. Saa ya kufa kwangu uniite, uniamuru kwako nije, pamoja na watakatifu wako nikutukuze milele na milele. Amina. Sala ya Jubilei. Baba wa mbinguni, imani uliyotupa kupitia kwa mwanao, Bwana wetu na ndugu yetu Yesu Kristo, na mwali wa ukarimu uliowashwa mioyoni mwetu na Roho Mtakatifu, siamshe upya ndani yetu tumaini lenye baraka na ujio wa ufalme wako. Neema yako itubadilishe kuwa wakulima wasiochoka wa mbegu za Injili. Mbegu hizi ziweze kufanya upya kutoka kwa ndani ubinadamu wetu na ulimwengu wote katika matarajio ya uhakika wa mbingu mpya na nchi mpya, ambapo nguvu za uovu ziliangamizwa, utukufu wako utang'aa milele. Neema ya Jubilei na iwashe upya ndani yetu mahujaji wa matumaini, hamu na hazina za mbinguni, na neema hiyo ieneze furaha na amani ya ukombozi wetu duniani kote. Kwako Mungu wetu unayetukuzwa daima, utukufu na sifa milele na milele. Huo ndio mwili wangu uliotolewa kwa ajili yetu. Kikombe hiki ni agano jipya katika damu yangu, asema Bwana. Fanyeni hivi kila mnywapo kwa ukumbusho wangu. Tuombe. Mungu Mwenyezi, kama vile tunavyotiwa nguvu na karamu ya mwanao hapa duniani, vivyo hivyo utujalie tustahili kushiba katika karamu ya milele, anayeishi na kutawala daima na milele. Kabla tunaweza elezewa kwa kifupi juu ya mpangilio wa kesho, tutaanzia wapi, tutaelekea wapi? Tunaweza keti kidogo. Mahujaji wa matumaini, pamoja katika sala. Mahujaji wa matumaini. Kesho njia ya msalaba inaanza saa 5 kamili kuanza, kwa hivyo tufike mapema, ikiwezekana saa 4:30 ndipo tuanze pamoja saa 5. Tutaandamana, kuna wale ambao watatuongoza, kwa hivyo tujiandae vizuri. Tutakuwa na njia nzuri, si fupi sana vile tumezoea na si ndefu
Kwa hivyo tukue tumejiandaa, tusafiri pamoja, tutembee kwa hii njia ya msalaba. I think ni hayo. Wale wa jumuiya mfike pia mapema muweze kuchukua vituo vyenu. Asante. Ungesema tunapitia njia gani? Tunaanza hapa kanisani, tuende mpaka pale kwa chief. Tukifika kwa chief, hatutaenda vile tulizoea na Veros kuenda kupita kwa miti, but tukifika hapo hiyo junction ya kwenda na Veros, tutapanda juu mpaka Tononoka. Tukifika Tononoka tunaenda mpaka kwa lami, tutazunguka highway mpaka Toto, tuteremkie hapo, tukuja kuingia pale karibu Mugedo, hapo hiyo njia ya karibu kwa Kenya Power. Wengi mnaijua Capital, na hapo tuingie Umoja 3 mpaka Umoja 3 stage, alafu tuzunguke tukuje kupitia pale kwa maji. Sijui mmepiga makofi kwa sababu mmeelewa ama mlikuwa mnataka hivyo? Kwa lami. Saa hii hatutakanyaga matope. Ndio maana tumeamua tufuate barabara, haswa tufuate lami. Ndio pia tuweze kujua mipaka yetu ya kanisa imefika wapi. Tusikuwe tunauliza kanisa letu limefika wapi, mwisho wapi. Kwa hivyo tutafuata hii njia kesho. Okay. Nahitaji maji. Tutatoa wapi Divine Praises? Bwana wetu na Mungu wetu, tunaamini kwamba yu kati yetu katika mfano huu wa Ekaristi Takatifu, kwamba unaweza ukatuona hata ndani ya nyoyo zetu na mawazo yetu. Unatusikiza sababu tuko na mahitaji tofauti. Tunaamini kwamba wewe ni Mungu wetu na hatuna mwingine. Kwa nasi tukikuabudu, tukikushukuru kwa sababu ya kukubali kuwa chakula chetu cha kiroho, ili kwamba kila tunapokupokea unaishi ndani yetu, nasi tunaishi ndani yako, kutulinda, kutuangazia, kuendelea kutulisha, kutuponya, kutusamehe, kutuendeleza katika mambo yetu ya kifamilia na hata katika kazi zetu, pale tunapotafuta na kupata riziki zetu. Kila wakati tukiwa na wewe, usituache. Kwa njia ya Kristo Bwana wetu.
Bwana, tunaendelea kutolea nafsi zetu ili tutakase, tuoshe kama vile uliosha wafuasi wako, ili tujue jinsi ya kupendana na kutoa huduma kwako na kwa wenzetu. Tunakutolea pia mawazo yetu, maisha yetu yote. Tuangazie, tuwe na hekima kwa mwongozo wa Roho Mtakatifu tunayempokea kupitia kwa Ekaristi hii takatifu. Tujalie pia tuwe na uwezo wa kukutukuza kwa nyimbo, kwa sala. Jubilei hii ya matumaini, kutiana matumaini, moyo wa matumaini kila mmoja wetu, hasa maisha yanapokuwa magumu. Samehe dhambi zetu nyingi, tuponye na maradhi yetu yote ya roho na ya mwili. Ongoza mambo yetu yote tukiwa humu ulimwenguni kama mahujaji wa matumaini, tukielekea kwako mbinguni. Kuwa na watoto wetu wanapoendelea kuwa na kukomaa kimawazo, kiroho, na pia wawe wenye nguvu ya kutumikia leo na katika siku za usoni, ukikabidhi pia ndoto zao na za wazazi wao. Shirikiane vizuri. Tunaomba pia kwa ajili ya vijana wote, hasa wale ambao wamezama kwenye mambo ya dunia, wanaotumia hizi gadgets vibaya.
zinawaharibu kimawazo, fikira, miili yao. Tunaomba kwa ajili ya kina mama wote, kina baba, washike imani iliyo ya kweli, waongoze watoto vizuri. Tunaomba kwa ajili ya vikundi vyote vya kanisa, kiwemo wanakwaya na vikundi vingine vyote, tuweze kushiriki vizuri katika vikundi hivi, zikiongeza uchaji katika imani yetu. Tunaombea viongozi wa kanisa hili kwa strategic plan, mipangilio yetu, shule yetu, kanisa ambalo tunataka kujenga mpya, tuweze kushirikiana kujenga kanisa safi, kanisa nzuri ambapo tutakuwa tunakutukuza kwa roho na tukiwa na uhuru. Tunaomba utuzidishie fedha, mali ambazo zitatutosha sisi na kutosha kujenga kanisa lako. Bariki majirani zetu, watu wa dini tofauti zingine, sote tuelekee kwako. Na katika mitaa hii yetu tuishi udugu, tukisameheana, tukihudumiana. Bariki pia na serikali yetu, uiongoze. Bariki uchumi wa nchi, siasa za nchi yetu. Usikuwe na siasa za binafsi ama kujipendekeza, na kama wanasiasa wanavyotuambia kila wakati kwamba Kenya ni kubwa kushinda kila mmoja wao, wawe kipao mbele kudhibitisha hayo kwa mifano. Tunaombea kanisa nzima, uongozi wa kanisa, parokia zote, dekania zote, mapadri, Wakristo wote, wakatekumeni, watoto wachanga, hasa wale wanaandaliwa kwa sababu ya ubatizo msimu huu. Tunaombea kina mama wajawazito, tunaombea wagonjwa wote, tunaombea wasiojiweza, tunaombea wahitaji, ili usimame na kila mmoja wetu. Kwa jina la Kristo Bwana wetu. Blessed be God. Blessed be God. Blessed be his holy name. Blessed be Jesus Christ, true God and true man. Blessed be the name of Jesus. Blessed be his most sacred heart. Blessed be his most precious blood. Blessed be Jesus in the most holy sacrament of the altar. Blessed be the Holy Spirit, the Paraclete. Blessed be the great Mother of God, Mary, most holy. Blessed be her holy and immaculate conception. Blessed be her glorious assumption. Blessed be the name of Mary, Virgin and Mother. Blessed be Saint Joseph, her most chaste spouse. Blessed be God in his angels and in his saints. Kwaya wimbo mwingine. Kimba wimbo, tusonga pale mbele na tutabarikiwa na Ekaristi hii takatifu. Mtaenda na rhythm ya hiyo baraka, pia mjisaini na
Alama ya msalaba.